Kwa hiyo baada wao kufanya tathmini hiyo na kujiridhisha kwamba Benjamin Mkapa haiko tayari kwa ajili ya fainali, wakaamua kuipeleka mechi Amani, na sisi kama Simba Sports Club hatuna budi kukubali ukweli huo, na sasa nguvu yetu yote inaelekea uwanja wa Amani. Wapo wanaofikiria kwamba Simba tunaogopa kwenda kucheza Zanzibar, ama wanaofikiria kwamba Simba hatuwezi kupata matokeo katika uwanja wa Amani. Kila mtu ana fikra zake, lakini sababu ya msingi ya kiutawala ambayo ilitufanya sisi tupiganie kucheza uwanja Benjamin Mkapa ni kutokana na ukweli ya kwamba hili ni tukio kubwa mno la kimpira barani Afrika. Hii ni jambo la kihistoria kwa Simba Sports Club. Tunaamini ya kwamba kila mwana Simba alikuwa na kiu na shauku na hamu ya kuja kuushuhudia huu mchezo huu wa fainali, na kwa mantiki hiyo tulitegemea kuona watu wengi zaidi wakija Benjamin Mkapa waje wauone huu mchezo, na hilo linathibitika na ukweli ya kwamba punde tu mara baada ya kutangaza kuanza kuuza tiketi, kasi ya manunuzi ya tiketi ilionekana kwa muda wa siku 2-3 haijawahi kutokea Tanzania, wala Simba Sports Club hatujawahi kuwa na rekodi kama hiyo ya kuuza tiketi nyingi ndani ya muda mfupi. Hii ni ishara ya kwamba watu wengi walikuwa na shauku ya kuja kuutazama huu mchezo. Mimi bahati nzuri na rekodi nzuri ya mikoa ambayo huwa inakuja kila mechi, lakini safari hii kuna mikoa ambayo nimeiona inakuja kwenye mchezo huu, nikasema huu mchezo sio wa kawaida. Kama mpaka mkoa huu wanatoa usafiri na kuja Benjamin Mkapa, ni ishara kwamba watu wengi wanataka kuishuhudia hii fainali. Hiyo ndio sababu pekee ya msingi ambao sisi tulitaka mechi ichezwe Benjamin Mkapa ili watu 60,000 waje waishuhudie mechi hii. Lakini sababu nyingine ambayo hatukutaka mechi kwenda Zanzibar ni kutokana na ukweli ya kwamba shabiki ameshalipa nauli yake ya 100,000 kutoka Mwanza, akifika Dar es Salaam achukue tiketi nyingine ya 35,000 kwenda Zanzibar, kwenda na kurudi 70,000. Yaani nauli peke yake kwa shabiki huyu ni 170,000, ukijumlisha na tiketi ya kuingilia uwanjani 180,000. Kulala Zanzibar maana yake kwa shabiki wa kawaida tu ambaye anahitaji kuiona hii fainali, kwa wale ambao wanatoka mikoani, asiwe na chini ya 300,000. Sisi viongozi wa Simba tukasema huu ni mzigo mzito kweli kweli kwa mashabiki wetu. Acha tupambanie mechi ichezwe Dar es Salaam, ili wa mikoani atakayelipa nauli yake kutoka mikoani akifika Dar es Salaam anakuwa amefika, anaingia uwanjani, mechi inaisha, anarudi nyumbani kwao. Lakini kwa Zanzibar gharama inakuwa kubwa mno kwa watu wetu, na sisi tumewekeza mioyo yetu kwa mashabiki wetu. Kwa hiyo tulipambana kwa nguvu yote kuhakikisha kwamba mashabiki wetu wanapata unafuu wa kuishuhudia hii mechi. Na kwa Dar es Salaam mechi ikiisha hata saa 2 saa 3 mnaweza mkaingia kwenye kosta yenu mkageuza mkoani kwenu. Kwa Zanzibar lazima mlale, gharama ni kubwa kweli kweli. Ndio maana tukawekeza nguvu kubwa kupambana mechi iwe Dar es Salaam, lakini tumeshindwa. Mechi sasa imepelekwa Amani. Baada ya mechi kupelekwa Amani, sisi kama timu kubwa tunapaswa kufanya kitu gani? Ni kufanya maandalizi kuelekea Amani. Muda tena wa kuomboleza, muda tena wa kusema pambaneni tubaki Benjamin Mkapa, muda wa kuendelea kupambana kubaki Benjamin Mkapa umeshakwisha. Muda uliobaki sasa ni muda wa maandalizi kwenda uwanja wa Amani Zanzibar. Hiko ndicho ambacho kiko mbele yetu sisi wana Simba. Lazima tukubali huo ukweli na tuanze maandalizi.
Na kwa nini tuanze maandalizi? Kwa sababu lengo letu linabaki lile lile, ya kwamba tunataka ubingwa wa Afrika. Hakuna mtu atatuelewa tukikosa ubingwa wa Afrika kwa sababu eti tumecheza uwanja wa Amani na sio uwanja wa Benjamin Mkapa. Hakuna mtu atatuelewa. Nini maana yangu? Maana yangu ni kwamba tunapaswa kuanza maandalizi hivi sasa, tunapaswa kuanza mapambano hivi sasa, tunapaswa kuanza harakati za ushindi hivi sasa. Twende tukamtapishi RS Berkane goli 2 ambazo ametangulia nyumbani kwako. Hilo ndio jambo la msingi mno kwetu hivi sasa, na sio harakati tena za kupigania uwanja. Sasa hivi ni harakati za kupigania ubingwa. Nitoe rai, nitoe wito, nitoe ombi na nitoe amri vile vile kwa mashabiki wa Simba, kuanzia hivi sasa kwenye matawi yetu, kwenye magrupu yetu, kwenye vijiwe vyetu, popote pale ambapo wana Simba tunakutana, mazungumzo ni namna gani tunachukua ubingwa huu wa Afrika, na wala sio kunungunika mechi imepelekwa uwanja wa Amani. Uwanja wa Amani ni uwanja wetu, uwanja wa Amani ni nyumbani kwetu, ni uwanja ambao unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika msimu huu. Uwanja wa Amani ndio ambao umetupeleka fainali ya kombe la shirikisho baada ya miaka mingi kupita, na uwanja huu wa Amani unakwenda kutupa ubingwa wa Afrika kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa, mikakati yetu, mipango yetu, maandalizi yetu ni namna gani mnyama anakwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. Na Simba hii tumeshapata matokeo mazuri Angola. Simba hii tumepata matokeo mazuri Libya. Simba hii tumepata matokeo mazuri Tunisia. Na Simba hii haishindwi kupata matokeo mazuri Amani Zanzibar. Tuna uwezo, tuna ubora na tuna kila sababu ya kupata matokeo mazuri na kuchukua ubingwa Afrika pale pale visiwani Zanzibar. Uwanja usiwe kikwazo na wala usiwe kisingizio. Sisi tuna timu bora mno, tuna wachezaji wazuri mno, tuna benchi la ufundi lenye wataalamu wengi na bora kweli kweli. Wana uwezo wa kutupa matokeo mazuri katika uwanja wowote ule. Tulikuwa wachache mno Tripoli Libya, Simba ikafanikiwa kuchukua sare mbele ya mashabiki 50,000 wa Al Ahly Tripoli. Tulikuwa wenyewe Stade Rennes Tunisia, Simba kashinda bao 1-0. Tulikuwa wenyewe pale Luanda Angola, Simba anachukua sare ya bao 1-1, anaondoka na alama 1, tunakwenda kuongoza kundi. Hatuwezi kushindwa Simba hii mbele ya mashabiki wetu 15,000, tukashindwa kupata matokeo ya ushindi pale, tukachukua ubingwa, Afrika ikafurahi. Ndugu zangu wana Simba, bao 2 ambazo ametangulia RS Berkane kwetu ziwe kama kichocheo za kutuongezea nguvu kwenda kufanya ukatili zaidi. Na msimu huu kila timu ambayo ilitufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu tulimfunga. CS Constantine alitufunga nyumbani kwake bao 2-0, Benjamin Mkapa akafa bao 2-0. Hiyo ndio Simba Sports Club. Al Masry alitufunga nyumbani kwao bao 2-0, akaja Benjamin Mkapa akapasuka kwa penati. Hiyo ndio Simba Sports Club. Kila ambaye alitufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu tumemfunga. Na hata RS Berkane ametufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu Tanzania tutamfunga. Na hili yeye mwenyewe analifahamu. Wakati tunacheza kwenye group stage msimu wa mwaka juzi, kombe hili la shirikisho, alitufunga nyumbani kwake, nyumbani kwetu tutamfunga. Ameshatufunga nyumbani kwake, amemaliza mechi yake. Sasa tumebakisha mechi yetu sisi wana Simba. Twendeni tukamfunge Berkane, na inawezekana sana kwa aina timu ambayo tuko nayo. Ndugu zangu wana Simba,
itakuwa ni fedheha isiyokuwa na kifani. Kombe liko katika ardhi ya nyumbani kwetu, alafu kombe hili likaondoka na mgeni. Hili ni katika jambo ambalo wanasimba litatuumiza miaka na mikaka, kama ambavyo tumeumia miaka yote kutoka mwaka 93 kombe limeondoka uwanja wa Taifa, hivi sasa uwanja wa Uhuru likaenda Ivory Coast. Tumebaki na maumivu kwa miaka 32. Ndivyo hivyo tutakavyoumia tena kombe likiondoka Tanzania safari hii na kwenda Morocco. Tuna kila sababu, tuna kila nguvu, tuna kila uwezo wa kulibakisha kombe hili nyumbani kwetu Tanzania, na kombe halibaki kwa maneno. Kombe la Afrika linabaki kwa commitment ya 100% kutoka kwenye kila eneo. Mashabiki, fanyeni kazi yenu kwa 100%. Wachezaji wakafanye kazi zao kwa 100%. Benchi la ufundi pamoja na viongozi, components zote hizo zikishirikiana kwa ufasaha, mnyama anachukua ubingwa wa Afrika msimu huu, ndugu zanguni, na kila Mwafrika atafurahia mafanikio hayo. Ndugu zanguni, kabla ya mechi kupelekwa katika uwanja wa Amani, tayari tulishaanza mchakato wa kuuza tiketi, na hadi kufikia jana tukawa tumeuza tiketi 16,000. Tiketi 16,000 maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa, na tena umepitiliza kwa watu 1,000 zaidi, kwa sababu uwanja wa Amani unachukua watu 15,000 pekee. Kwa tiketi 16,000 ambazo tumeuza, maana yake ni kwamba tayari uwanja wa Amani umeshajaa na watu wengine 1,000 watabaki nje ya uwanja. Baada ya majadiliano ya muda mrefu, tunafanyaje hizi tiketi? Tulichokubaliana kama uongozi wa Simba Sports Club ni kwamba tunaufuta mchakato wa kuuza tiketi na tutaanza upya mchakato wa kuuza tiketi mpya kwa ajili ya mechi ya Amani Zanzibar. Lakini basi wale wote ambao wamenunua tiketi zao, watu 16,000, tiketi zao zitatunzwa na wao watalazimika kutunza kadi zao, na tiketi zao watazitumia kuingilia kwenye tamasha letu la Simba Day mwezi wa 8 mwaka huu. Tumeelewana eh? Hii ni kusema kwamba mchakato wa kununua tiketi unaanza upya hii leo, na niko hapa kutangaza viingilio vipya vya mchezo huu wa Simba dhidi ya RS Berkane. Tumefikiria mengi kuhusiana na wale ambao tayari wameshanunua tiketi. Tukasema kwa mfano tusiuze tiketi tena. Zile 16,000 ambazo watu wamenunua ndizo watu watumie kuingilia uwanja wa Amani. Lakini tukajiuliza, katika watu 16,000 watakaoweza pengine kuja uwanja wa Amani wakiwa watu 2,000 pekee, watu 13,000 wataingia kutoka wapi ambao hawajanunua tiketi? Simeeleweka sijui? Maana yake ni kwamba kukawa kuna hofu kubwa ya uwanja kuwa mweupe, hasa kwa wale ambao hawataweza kusafiri kwenda Zanzibar. Baada ya kujiridhisha kwenye hilo, ndipo ambapo tukasema ya kwamba mchakato uanze upya. Lakini jasho la mtu halipotei. Wale ambao tayari wameshanunua tiketi zao, aidha shilingi 30,000 VIP B, shilingi 20,000 VIP C, ama shilingi 7,000 mzunguko, tunawaomba wazitunze tiketi zao, na tiketi zao zitatunzwa kwa upande wa N-card. Itakapofika Simba Day watazitumia tiketi hizo kuingilia uwanjani.
Katika hili jambo lazima tutambue kwamba kila mwana Simba amepata hasara. Kwa hiyo asitokee mtu akajibinafsisha hiyo hasara ya kwamba nilishanunua tiketi yangu mimi, sasa itakuwaje? Tutambue ya kwamba kila mtu amepata hasara kwenye hili jambo. Ipo hasara ya kifedha ambayo klabu inalazimika kuingia. Timu ilikuwa ikae kambi hapa nyumbani kwetu katika kambi yetu ya Mbweni, lakini sasa tunalazimika kusafiri kesho na kwenda kukaa hoteli kwa muda wa siku 5 kujiandaa na hii mechi. Hiyo budget haikuwepo. Kwa hiyo basi kila mwana Simba iko namna ambayo ameathirika kwa namna moja na hii mechi, na kwa mantiki hiyo basi hatupaswi kunyooshana vidole wala kulaumiana. Kila mtu ameathirika, na nini tunapaswa kufanya baada ya watu wote kuathirika? Ni kusimama sasa na kwenda kumshambulia adui ambayo yuko mbele yetu. Baada ya kusema hayo, viingilio vipya kwa mchezo wetu wa tarehe 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2025, mechi ya kwenda kuchukua ubingwa wa Afrika. VIPA itakuwa ni shilingi 50,000. Jukwaa la Urusi itakuwa ni shilingi 30,000, na mzunguko ama orbit na saa itakuwa ni shilingi 10,000. Na tiketi hizi zinaanza kuuzwa rasmi kuanzia hii leo. Tiketi yako ambayo ulinunulia, kadi yako ambayo ulinunulia tiketi ya mechi iliyopita, hiyo unaweza ukanunulia tena tiketi ya mechi ya Jumapili ya finali dhidi ya RS Berkane. Kwa ile ya awali itabaki kama ilivyo, alafu hii mpya utakayonunua ndiyo ambayo itasoma kwenye system siku ya kuingia uwanjani. Lakini vile vile tutakuwa na ndege maalum kwa wale ambao watahitaji kusafiri kwa ndege kwenda kutazama mechi na kurejea nyumbani siku hiyo hiyo. Shirika la ndege la Tanzania ATC, ambao sisi ni wadhamini wetu na walitupeleka bure kwenda na kurudi Morocco, tumeenjoy vibaya mno ndugu zangu. Nyinyi ambao hamkusafiri na sisi kwenye ATC, mmekosa maisha. Nani alikuwa hapo? Amna hata mmoja. Hata mavala ukwepo. Mmepitwa wanangu. Enjoy kwenye ndege. Nitafuteni ni wahadithie tulivyo enjoy kwenye ndege ndugu zangu. Ashukuriwe sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia. Yaani tumesafiri straight bila kusimama kituo hata kimoja. Dar Casablanca, Ujda Dar es Salaam. Nyinyi masaa 10 angani mnacheza namna hii tu. Siku nyingine mkisikia Simba tunasafiri na ndege ya mama, njoeni kwa wingi mwinjoy, sawa? Ajado ulikuwepo nilikuwepo. Ndo unajipitisha hapo nikuone nikutaje ulikuwepo. Ajado bana. Ile ulienjoy uongo? Vibaya. Enjoy. Na kwenye ATC kuna wali fulani hivi mtamu vibaya mno ndugu zangu. Unaulizwa pale wali nyama au wali kuku. Wewe. Na warembo. Na warembo. Tutakuwa na ndege maalum. Hii sio ya bure sasa. Sije mkazuia vibaya. Ndege hii itaondoka Dar es Salaam tarehe 25 na kurudi tarehe 25 hiyo baada ya mechi. Nauli yake ni shilingi 350,000. Hii inahusisha nauli ya kwenda na kurudi Zanzibar na Dar,
VIP ticket ya kuingia uwanjani, jezi za mnyama ambazo zimeandikwa hapa match title, usafiri wa kutoka airport mpaka uwanjani na kutoka uwanjani kurudi airport. Bei yake ni shilingi 35,000. Justin Mwakitalima, hii unaimudu kabisa. 3,50,000 kumradi. Kwa yeyote ambaye anahitaji huduma hii, basi tuwasiliane, nitaje namba hapa. Tuwasiliane kwa namba zifuatazo: 0742771311 almaarufu namba ya Platinum. Wale wote ambao wanahitaji huduma hii ya kwenda na ndege na kurudi siku hiyo hiyo ya mchezo, basi waweke oda zao na kulipia kwa namba 0742771311. Kuna wale wateja wa Platinum ambao walilipia shilingi 2,500,000. Wale watawasiliana na mhusika wa Platinum kwa ajili ya maelekezo zaidi. Lakini inawezekana ukataka kuongezea fedha ili uingie kwenye huduma hii, kwa maana kwamba ulishalipa 2,500,000 yako kwa ajili ya mechi ya hapa Benjamin Mkapa. Utakachokipaswa, kama unahitaji, utaongezea 100,000 ili itimie 3,500,000 uingie kwenye huduma hii ya kwenda na kurudi visiwani Zanzibar. Ndugu zangu waandishi wa habari, nisiwachoshe sana, nipeni nafasi kidogo ya kumalizia mkutano wangu huu mimi na nyinyi, kabla sijamkaribisha ofisa kutoka benki ya Azania na yeye atueleze mawili machache mazuri kuelekea katika mchezo huu. Kama ilivyo kawaida ya Simba Sports Club, tunapokuwa na tukio kubwa lazima tuwe na hamasa, na hayo ndiyo maisha yetu ya kila siku. Hivyo basi, tarehe 22 kwa maana siku ya Alhamis, tutakuwa na uzinduzi wa hamasa wa kihistoria ambao Zanzibar haujawahi kufanyika. Kwanza tutaanza kwa maandamano kutoka eneo la Mikunguni. Tutatembea kwa miguu na maandamano hayo mpaka uwanja wa Kikwajuni, ambapo hapo tutafika na kufanya hamasa yetu. Kwenye matembezi yetu haya ya amani, tutaambatana na matawi yote ya Zanzibar, kwa maana ya pale mjini pamoja na shamba. Wote tutakutana hapo kwa ajili ya kuhanikiza jambo hili, lakini tutaambatana vile vile na matawi kadhaa kutoka Dar es Salaam ambayo yataleta uwakilishi wake. Kutakuwa kuna burudani kadha wa kadha zikihusisha ngoma zetu za Simba Sports Club. King Faida atakuwepo hapo pamoja na kundi zima la hamasa, na kama haitoshi tutaombe msaada kwa Mungu.